Mtazamaji wa Domeko TV, karibu katika kipindi cha Inside Out, sehemu ambayo tunajifunza mambo mbalimbali lakini tunaangazia masuala mbalimbali ya kijamii. Basi na kusahau huu ndio uwanja sahihi wa mijadala mbalimbali ambayo inaibua taswira mpya na kujenga jamii zetu kwa kutambua jamii bila maendeleo ni jamii ambayo imebaki nyuma. Mimi naitwa Ibrahim Mbwana na hii leo tutakuwa na mjadala hapa kuhusiana na ushirikishwaji wa vijana katika kutambua fursa za ajira, na hii ni katika kutambua kundi la vijana ni miongoni mwa kundi kubwa kwa mujibu wa takwimu za sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022. Takribani asilimia 34.5 ya vijana wote, kwa maana takriban Watanzania milioni 21.3 hao ni vijana kati ya Watanzania milioni 61. Na katika hii leo nitakuwa naye Hussein Juma Hassan ambaye ni mratibu wa huduma za ajira kanda ya kati. Bwana Hussein, awali ya yote karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana Domeko TV. Asante sana mtangazaji. Nashukuru. Sawa. Leo tumelenga kuwa na mjadala wetu kuhusiana na ushirikishwaji wa vijana katika kutambua fursa mbalimbali za ajira. Naam. Kwanza tuanze na muktadha wenyewe wa ushirikishwaji. Tukisema ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya ajira tunamaanisha nini? Tukisema ushirikishwaji wa vijana katika kutambua fursa za ajira, maana yake ni kuwafikishia taarifa rasmi vijana juu ya namna ambavyo ajira zinaweza zikapatikana. Sababu ukizingatia ukweli ni kwamba vijana wanahitaji taarifa. Vijana wanahitaji taarifa, lakini sio tu taarifa, lakini wanahitaji maarifa ya namna ya kuzifikia hizo fursa za ajira. Kwa ufupi, ndio mtangazaji, ndio hicho. Sawa. Kwa mujibu wa takwimu za sensa awali nilizizungumza hapa, vijana ni kundi kubwa sana. Kwa maana milioni 21 wa Tanzania wote ni vijana. Kwa nini kwanza ni muhimu kuweka nguvu ya kwa vijana awali kwenye kujiajiri wenyewe na kuangalia ni fursa gani zinazopatikana katika jamii zetu? Ni muhimu kwanza kuliangazia hili kundi la vijana katika swala zima la ajira, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi kubwa ya taifa, na sisi hasa ukiangalia sisi kama kitengo cha huduma za ajira, ukiangalia wadau wetu wakubwa ni vijana, kwa sababu vijana wanahitimu kutoka katika ngazi mbalimbali za elimu, lakini baada ya kuhitimu kinachofuata ni nini? Ni ajira. Kama sio kujiajiri, lakini kinachofuata ni ajira. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba kundi hili ni kundi kubwa ambalo linahitaji kupata taarifa, linahitaji kupata maarifa ili mwisho wa siku liweze kupata hizi taarifa, lakini kuweza kupata haya maarifa ili mwisho wa siku waone namna gani wanaingia kwenye ajira, na mwisho wa siku waweze kujenga uchumi wao wenyewe, lakini kujenga sasa uchumi wa taifa lao. Kwa hiyo ajira ni msingi mkubwa ukiacha kujiajiri, lakini msingi wa pili ni ajira katika kujiajiri. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikaeleza kwa namna hiyo. Umezungumzia umuhimu wa vijana kupewa taarifa, kwa maana kujuzwa fursa hizo zinapatikana vipi na namna gani ya kuziendea hizo fursa. Sasa ni kwa namna gani vijana wanaathirika kwa kutokupata taarifa za fursa za ajira kutoka maeneo mbalimbali? Kiukweli mtu akikunyima taarifa ni sawa kama vile amekunyima chakula. Taarifa ni jambo muhimu sana kumfikia mtu. Taarifa husika ni muhimu sana ziweze kumfikia mlengwa ili aweze kutimiza haja yake aliyokuwa nayo. Ina maana kinyume chake sasa, taarifa zisipomfikia mhusika, maana yake huyu mtu ataharibikiwa. Kwa hiyo kama tulivyojaribu kusema hapo awali kwamba sisi tumewalenga kwa asilimia kubwa vijana, kwa maana waweze kupata taarifa zile ambazo sisi tuko nazo zinazohusiana na ajira, ili mwisho wa siku waweze kuona namna gani wanazipata hizo ajira, lakini waweze namna gani kuona wanaajiriwa. Kwa hiyo kikubwa sisi tunachokisimamia ni hicho hasa kutoka katika kitengo cha huduma za ajira. Niwapongeze na hongereni kwa kufanya hivyo. Sasa mara baada ya kijana kupata taarifa ama vijana kupata taarifa, bila shaka kuna njia nyingi ambazo mnazitumia. Ni njia zipi sasa ambazo mnazitumia kufikisha hizo taarifa za fursa mbalimbali? Na njia hizo
ni kwa namna gani mnazifanya ziwe njia jumuishi? Asante sana, swali zuri. Njia mojawapo ni kama hii tuliyoifanya leo. Nadhani umeona tumekuwa na session nzuri na vijana katika chuo hiki cha Dodoma Media College. Tumeweza kuwapitisha vijana katika masuala kadhaa muhimu ambayo yatawawezesha kwanza wao kujitambua, lakini pia kujua namna gani wazitafute hizi fursa za ajira, lakini wajue mara baada ya kuhitimu ni nini hatua inayofuata, hatua iliyo mbele yao. Kwa hiyo njia kuu ambazo tunazitumia kwanza ni kutembelea vyuo kama hivi tulivyofanya hapa, na hatuishii hapa tu, tunaenda pia katika vyuo vingine. Lakini njia nyingine ni kupitia vyombo vya habari mbalimbali kama hivi tunavyozungumza hapa, kwa maana taarifa hii pia iwafikie vijana huko waliko, namna ya kwanza kuna fursa za ajira ambazo zinapatikana chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, lakini taarifa mbalimbali zipo kwa lengo la kuwawezesha vijana kuweza kuajirika huko waliko. Sawa. Sasa mbali na njia ambazo mnatumia, awali nilisema ni kwa namna gani mnafanya njia hizo ziwe jumuishi. Umegusia baadhi ya makundi ambayo vijana ambayo mnayafikia. Nimesema jumuishi kutokana na kutambua vioni hawapatikani vijana wote, lakini ukitumia labda njia zetu sisi vyombo vya habari, kuna baadhi pia vijana sasa hivi wanapungua katika matumizi ya kuangalia taarifa za habari, warsha mbalimbali. Njia nyingine ambazo mnahakikisha mnafika katika kila kona, nyie kama idara, ni njia gani? Tuna kupitia mitandao ya kijamii. Hata ukiangalia taarifa nyingi ambazo tunazitoa kuhusiana na taarifa hasa za ajira zinapatikana wapi kwa wakati gani, tunatumia mitandao ya kijamii. Kote huko ukiingia utakuta Facebook, Instagram, vijana wanataarifiwa. Na hata ukiangalia hivi karibuni tumekuwa na fursa nyingi zinazotangazwa na tumekuwa tukizitangaza sisi kama wizara, kwa maana ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano, fursa mbalimbali za ajira ambazo zinapatikana ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tuko pia kwenye mitandao ya kijamii ambako ni kundi kubwa la vijana wanapatikana. Kwa hiyo tunawafikia pia kwa namna hiyo, lakini tumekuwa tukifanya hilo kupitia televisheni mbalimbali, kwa maana ya televisheni pamoja na radio stations. Kwa hiyo taarifa zinawafikia. Hongereni kwa hilo kwa mara nyingine tena, lakini pia tungependa kufahamu sasa mara baada ya kuwafikia kwa kutambua mara baada ya kuwafikia kuna namna ambavyo inabidi mwatengenezee mazingira bora ya wao kuweza kufahamu hilo ombwe la fursa ambazo zinapatikana katika jamii na katika mambo mbalimbali. Nanyi kama idara katika hilo pengine mnatumia njia zipi? Labda ndugu mtangazaji, nipende tu kueleza kwa muktasari zile hasa shughuli ambazo tunazifanya sisi kama kitengo ili kuweza kuujulisha umma na kundi kubwa la vijana waweze kunufaika na huduma ambazo tunazitoa. Kwa muktasari niseme tu kwamba kitengo cha huduma za ajira kilicho chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano kilianzishwa rasmi kwa ajili ya kwanza kuunganisha watafuta kazi katika fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Hii ni kazi mama kabisa ya kitengo hiki, kwa maana vijana baada ya kujisajili katika kanzidata au katika mfumo maalum wa kidigitali, maana eneo hilo tumeliboresha kwamba vijana wanaweza wakajisajili kokote waliko katika mfumo wa kidigitali, watapatiwa mafunzo ya mbinu za kushindania fursa za ajira, lakini hapo hapo wataunganishwa katika fursa za ajira zinazopatikana ndani na nje ya nchi. Hiyo ni kazi ya kwanza. Lakini kazi ya pili ambayo pia inawalenga hasa wahitimu na watafuta kazi nchini, kazi ya pili ambayo tunaifanya kama kitengo ni kuwaunganisha wahitimu na watafuta kazi nchini katika fursa za utarajali au mafunzo ya uzoefu wa kazi. Lengo ni kuwawezesha vijana waweze kupata uzoefu wa kazi. Mtangazaji, wewe ni shahidi kwamba kumekuwa na wimbi kubwa la waajiri wakihitaji mhitimu au mtafuta kazi mwenye uwezo, mwenye uzoefu wa kazi. Sasa serikali ikaona huu uzoefu wa kazi unatoka wapi kama ndio waajiri wengi wanaohitaji.
Kwa hiyo kupitia hilo serikali imeanzisha programu maalum ya utarajali au ya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Lengo hasa ni kuwawezesha vijana kuweza kupata uzoefu wa kazi unaohitajika kwa mwajiri, na nikueleze tu kwamba imekuwa na manufaa makubwa. Vijana wameweza kupata uzoefu, wengine mara baada ya kuhitimu mafunzo haya kwa maana ya internship wameweza kuajiriwa na waajiri wale wale waliokuwa wamewachukua, lakini wengine mara baada ya kuenda sasa kutafuta kazi au kuingia sasa sokoni kushindania fursa za ajira, imekuwa ni rahisi wao kuajirika kwa sababu tayari wameweza kupitishwa katika hii programu maalum ya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Kwa hiyo hizo ndio kazi mama za kitengo, kwa maana kuwasaidia vijana kuweza kupata uzoefu wa kazi, lakini kuwaunganisha katika eneo la kazi. Hizi nyingine ni mchakato, kwa maana masuala ya ushauri nasihi, masuala ya mafunzo na kadhalika. Sasa umechupa kidogo, nilitaka nije kwenye tija lakini kuna namna umechangulia. Sasa ni kwa kiasi gani kwa kutambua kwa swala la ajira ni miongoni mwa swala mtambuka hususan hapa nchini kwetu, ni kwa namna gani mmefanikiwa ama mmepunguza wimbi la vijana wanaokosa ajira, kwa maana mara baada ya kutoa hiyo elimu, kwa namna gani kidogo vijana wamepata ajira ama mmepunguza ile idadi ya vijana wasiokuwa na ajira katika maeneo mbalimbali? Hakika mtangazaji, takwimu hazidanganyi. Tangu huduma hii imeanza kutolewa rasmi na kitengo cha huduma za ajira, vijana wengi wamenufaika. Nikwambie tu namna ambavyo tunawa expose vijana na taarifa, namna ambavyo tunawapitisha vijana katika mafunzo ya mbinu za kushindania fursa za ajira, kwa sababu hapa naomba ieleweke mtangazaji kwamba sio tu kwamba ni lazima tumuunganishe kijana moja kwa moja kwenye fursa za ajira, lakini kupitia ile elimu tunayompa ya namna ya yeye kushindana sasa katika soko la ajira, inamsaidia kijana mwenyewe kufanyaje, kuweza kutafuta fursa ya kazi kule na kuweza kuajiriwa. Mathalan, takwimu zinaeleza hadi wakati huu tunavyozungumza zaidi ya vijana 44,000 wameweza kunufaika na mafunzo ya mbinu za kushindania fursa za ajira. Sasa ukiangalia hii namba kubwa, sasa unaweza ukaona kabisa vijana wengi ambao wameajirika, inawezekana kwa namna moja au nyingine tumewawezesha kuweza kupata ile fursa ya ajira kupitia yale mafunzo tuliomwezesha. Lakini ukija kwenye takwimu ya vijana waliopita au tuliowapitisha katika mafunzo ya utarajali au mafunzo ya uzoefu wa kazi, zaidi ya vijana 22,000 wamekushapita, wamehitimu katika mafunzo ya utarajali nchini. Sasa ukiangalia tangu tumeanza programu hii ya mafunzo ya utarajali mwaka 2019 hadi leo ni zaidi ya vijana 22,000. Kwa hiyo vijana hao unaangalia kwamba hao wamehitimu hayo mafunzo. Kupitia hayo mafunzo wengi wao tayari wako makazini, wameajiriwa, wengine moja kwa moja katika maeneo pale ambapo tuliwaunganisha kwa ajili ya kupata huo uzoefu wa kazi, lakini wengine waliweza kuajiriwa baada ya kuhitimu yale mafunzo. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa na vijana wanazifurahia hizi huduma, na unaona kabisa kijana pale anapokuwa amepata haya mafunzo yanakuwa yamemfungua, amepata mwanga wa namna wa yeye kuweza kushindana katika soko la ajira. Ukizingatia kwamba soko la ajira kwa leo lina ushindani mkubwa sana. Takwimu si nzuri sana ukilinganisha wale wanaohitimu nchini na fursa ambazo zinazalishwa nchini. Ndio maana sasa serikali haihangaiki na fursa za ajira ndani tu ya nchi. Hapo sasa tunaangalia hadi nje ya nchi, ambayo sio tu kwamba inawasaidia vijana kuweza kupata ajira huko, lakini kuweza pia kuwasaidia vijana kuja kujenga nchi yao kupitia fedha ambazo watakuwa wakizirejesha nchini kwao.